Bwana, haya ni maumivu mengine kwa upande wa klabu ya Simba kwenye viwango vya ubora barani Afrika CAF, kwa sababu Simba imeporomoka, na kuporomoka kwa Simba kunaipa fursa sasa klabu ya Young Africans kuwasogelea zaidi Simba ambao wako juu ya Yanga, lakini kwa sababu wameporomoka kwenye viwango, maana yake ni kwamba wanasogea sasa juu zaidi kuwakaribia Simba Sports Club. Maana yake hii ni nafasi ya Yanga kusogea zaidi juu kuwasogelea Simba Sports Club ambao walikuwa wanashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Simba ni timu ambayo ilikuwa inapambana sana kwenye ranking, na kwenye ranking of course ilikuwa nafasi nzuri kwa sababu iko kwenye nafasi ya 4, lakini baada ya kufungwa kwenye mchezo wa finali, maana yake tayari Simba imeporomoka kwenye rank na Yanga wana uwezo wa kuwakuta kirahisi. Na imeporomokaje? Nisikilize vizuri nikwambie mchanganuo wa hizo alama jinsi ulivyo, na namna ambavyo Simba ameporomoka na namna ambavyo Young Africans anaweza kumkaribia Simba kwenye ranking za CAF kwa msimu huu, lakini pia kwa msimu unaokuja. Simba alikuwa na alama 48 kwenye ubora wa viwango barani Afrika, na zile alama zake 48 ilikuwa nampa nafasi ya kushika nafasi ya 4 kwa ubora wa viwango barani Afrika, ambapo Esperance de Tunis yeye alikuwepo juu, ambao kwanza alikuwa ni Al Ahly, wa pili ni Mamelodi Sundowns, halafu wa tatu ni Esperance de Tunis, wa 4 alikuwa ni Simba Sports Club ambaye alikuwa na alama 48. Maana yake kama Simba angefanikiwa kushinda mchezo wa finali, ina maana Simba angefikisha jumla ya points ama jumla ya alama 53, na kama angefikisha jumla ya alama 53, manake angemkaribia zaidi Esperance de Tunis ambaye yuko nafasi ya 4 na ambaye yuko nafasi ya 3. Ina maana kwa msimu unaokuja kama Esperance angeteleza kidogo akashindwa kufika group stage na Simba akafika group stage, manake Simba angepanda juu ya Esperance de Tunis kwenye msimamo. Lakini baada ya Simba kufungwa na RS Berkane, anaporomoka kwenye viwango vya ubora barani Afrika, kwa sababu anabaki na alama zake 48. Lakini ukumbuke alioshinda ubingwa ni RS Berkane ambaye alikuwa nyuma ya Simba. Yaani Simba ilikuwa anashika nafasi ya 4, alafu Berkane alikuwa anashika nafasi ya 5. Baada ya Berkane kushinda mechi kushinda finali na kuwa bingwa, maana yake Berkane anakuwa na jumla ya alama 52. Yes, anakuwa na jumla ya alama 52 kwa sababu alikuwa na alama 47. Na baada ya kushinda mechi ya finali, maana yake Berkane anakuchukua ubingwa. Berkane ukiongeza alama 5 ambazo amezichukua baada ya kuwa bingwa, anakuwa na alama 52. Na hizo alama 52 zinampandisha kutoka nafasi ya 5 zinampeleka mpaka nafasi ya 4, nafasi ambayo alikuwa anaishikilia Simba Sports Club ambaye alikuwa na alama 48 kabla ya mchezo wa finali, na RS Berkane nafasi ya 5 ambaye alikuwa na alama 47. Tafsiri yake ni kwamba kushinda kwa Berkane kumempandisha juu kwenye viwango vya ubora barani Afrika. Ametoka nafasi ya 5 ameenda mpaka nafasi ya 4 akiwa na jumla ya alama 52, na Simba anabaki na alama zake 48. Tafsiri yake ni kwamba kushuka kwa Simba kutoka nafasi ya 4 kuja nafasi ya 5 kunawapa room Young Africans kutoka nyuma nao kuwakaribia zaidi Simba kwa msimu unaokuja. Kama msimu unaokuja Simba hatafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa na kuingia group stage. Kwa mfano, Simba asipoingia hatua ya makundi kwenye club bingwa, akaingia hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho, na Yanga akaingia makundi akafika mpaka robo finali, maana yake Yanga atakuwa na uwezo wa kumkaribia zaidi Simba, kwa sababu Yanga ana alama 36. Yes, 36-38 kama sikosei. 36 au 39 hapo katikati. 36, 37, 38, 39 hapo katikati. Nafikiri sikuangalia vizuri, lakini ndio alama za Yanga zilipo. Ina maana Yanga akienda kushinda hizo mechi zinazokuja labda za group stage msimu unaokuja, akaingia group stage akafika robo finali, pengine akafika mpaka finali, kuna uwezekano mkubwa wa kumkaribia zaidi Simba. Ina maana kwa msimu mwingine utakaofuata, kama Simba ataendelea kufanya vibaya, kuna uwezekano mkubwa Young Africans akawa juu ya Simba Sports Club ambaye kwa sasa anashikilia nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika na sio nafasi ya 4 kama ambavyo ilivyokuwa mwanzoni
kabla ya kucheza mchezo wa fainali. Kwa hiyo kufungwa kwenye fainali na kupoteza fainali kumemshusha Simba kutoka nafasi ya 4 kwa ubora kwenda mpaka nafasi ya 5, kitu ambacho kinawapa room waliopo nyuma Yanga Pyramids kumkimbilia zaidi Simba ambaye amesimama pale na alama zake 48. Tafsiri yake ni kwamba kwa msimu unaokuja, ili Simba endelee kubaki nafasi ya 5, inabidi afanye vizuri zaidi msimu unaokuja, na kama atashindwa kufanya vizuri zaidi msimu unaokuja, ina maana hali yake itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo fainali hii ambayo imechezwa pale visiwani Zanzibar haikuwapa Simba maumivu tu ya kupoteza taji la kombe la shirikisho barani Afrika, bali hii fainali imewapa Simba maumivu ya kuwaporomosha kutoka nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika kuwapeleka mpaka nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Manake Simba hawajapanda na wameshuka. Ina maana fainali imewashusha Simba. Wamepata maumivu mara mbili. Kitu ambacho wana Simba wanapaswa kuhakikisha kwamba msimu unaokuja wanakuwa na timu bora zaidi, wanakuwa na timu ambayo itakuwa na uwezo wa kupambana zaidi na kufanya vizuri kwenye rankings za CAF, na kwa ili iweze kwenda kufanya vizuri zaidi, kwa sababu sasa hivi timu nyingi zinapanda. Manake ikitokea Pyramids ameenda kuwa bingwa, kuna uwezekano mkubwa Simba akazidi kushuka zaidi msimu unaokuja badala ya kupanda zaidi. Lakini pia hiyo sasa hii kwa sasa Simba inabidi wamuombee Mamelodi Sundowns ashinde mechi ya fainali, yeye ndo awe bingwa ili azidi kusogea juu, halafu Pyramids asitoke chini kuja juu kumkaribia yeye. Kwa mpaka sasa Simba kwenye nafasi ya 5 na sio nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika kama ambavyo ilitakiwa kuwa hapo mwanzoni. So kupoteza kwa Simba kwenye mchezo wa fainali kumewanufaisha Yanga, kwa sababu Yanga watakuwa na uwezo wa kutoka nyuma zaidi na kusogea mbele kuikaribia klabu ya Simba ambayo mpaka sasa inashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika na sio nafasi ya 4 kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Lakini kama ingeshinda fainali, manake ingemsogelea zaidi AS Tunis ambaye anashika nafasi ya 4, lakini kwa sababu amepoteza, manake gap lake na AS Tunis inazidi kuwa kubwa, lakini anampisha Berkane nafasi ya 4 na Berkane yeye anaenda nafasi ya 5 na Berkane anakuja kukaa nafasi ya 4 kwenye ubora wa viwango barani Afrika.